Hehe. Kila moyo unapodunda, unadunda kwenye viwanja. Nikukumbushe tu, weka pause, kunywa maji, alafu kumbuka, hii haina kipengele, labda uje nacho wewe bosi. Kumbuka kushare, kusubscribe, kulike na kucomment. Ukimaliza hapo sasa, kumbatia kodi ya Frequency. Ukumbukwe ni channel namba 1 kwa ubora wa habari za michezo, kujua tetesi za usajili, mahojiano mbalimbali ya wachezaji. Uongozi wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans umeanza kuchukua hatua stahiki kufuatia baadhi ya tuhuma ambazo zimeendelea kutokea kwa wachezaji wake, hasa Djigui Diarra na wachezaji wengine, lakini pia umeendelea kuchukua hatua za kinidhamu na tahadhari kwa wachezaji ambao wamefanyiwa makosa lakini hatua hazijachukuliwa. Hapa nazungumzia wachezaji ambao wamekuwa ni majeruhi kwa makosa ambayo yalikuwa ni ya kinidhamu kabisa, lakini hakuna hatua zilizochukuliwa. Mfano Dickson Job ambaye aliadhibiwa na Innocent Luemba katika dabi ya Kariakoo, lakini hakuna tafsiri yoyote ya kisheria ambayo ilichukua mkondo wake kudhibiti yale yanayotokea. Hata hivyo, sheria zinaendelea kutafuta na kupekua kuangalia ni kweli Innocent Luemba alifanya makosa kwa makusudi, lakini ukirejelea video yote kwa ujumla utagundua kwamba Innocent Luemba alifanya makosa makubwa kwa Dickson Job. Sasa jambo ambalo limewafanya wadau wengi kuweza kuingilia kati swala hilo na kuweza kuonyesha ni kwa namna gani timu inapaswa kulindwa na kuchukuliwa kama sehemu ya maisha ya binadamu na sio kuchukulia kama negative issue. Imetokea sana katika wachezaji wa Yanga, na hii ndio inaleta mashaka sana kwa wadau na wapenzi wa soka kwamba inawezekana kuna kampeni nyingi ambazo zinatendeka kwa ajili ya kuwaumiza wachezaji wa Yanga, na hili swala wamelichukulia personal sana na kulifanya kuwa ni la kimsingi. Young Africans wanabidi kuandika barua tena upya kuweza kuiuliza bodi ya ligi kwa nini wachezaji wa Yanga wamekuwa wakifanyiwa madhambi sana na wakichukuliwa kama sehemu ya uadui ndani ya uwanja. Mfano mechi ambayo ilicheza kati ya Mtibwa Sugar na Young Africans, kuna foul ambayo ilichezwa Pacome Pedroso Zouzoua, ili stahili kadi, ili stahili adhabu, lakini ile foul haikuwa na madhara yoyote, jambo ambalo liliwafanya watu kuweza kuchukua taharuki na tahamaki kuona kwamba hii inaweza ikasababisha madhara makubwa katika klabu hiyo ya Dar es Salaam Young Africans. Hata hivyo, kiongozi mkuu wa klabu ya soka Young Africans amesemea na kusema kwamba hii haikubaliki na haiwezekani. Kwa nini kila kukicha Young Africans ndio ambayo imekuwa ikipitia hatari na majeraha makubwa? Hizi ni hamasa au kampeni za kutaka kupunguza wachezaji wa Young Africans kutoka kwenye makali yale ambayo walikuwa nayo, ili waweze kuchechemea na kubakia katika hatua ambayo ni ndogo sana, jambo ambalo Young Africans wanalipiga vita kila siku ili kuhakikisha kuna kuwepo na usawa. Akizungumza na vyombo vya habari, afisa habari na mawasiliano Ali Shabani Kamwe pamoja na rais wa Young Africans Engineer Hersi Said anasema kwamba wanachukua hatua za kiusalama na hatua za kinidhamu, lakini pia na mikakati yote kufuatwa ili kuhakikisha wanaangalia, je, ni kweli haya yanatokea kimchezo au kuna mbinu ndani yake ambayo inatendeka kuhakikisha inawaangamiza wachezaji wa Dar es Salaam Young Africans. Mambo yanazidi kupamba moto na watu wamezidi kuwa wakipambana kuhakikisha kwamba wanalinda legacy ya club. Young Africans inaonekana imeshuka, lakini rahasha, wachezaji wengi wapo majeruhi na wanafanyiwa madhambi kiubaya kweli kweli, jambo ambalo linawafanya wanaumia sana katika utekelezaji wao. Mambo ni mengi, muda ni mchache kabisa. Muda huu unaambiwa Young Africans wanaendelea kujikoki, kujizatiti na kutengeneza upya booster yao ili kurejea tena katika msimu wakiwa na nguvu, wakiwa na power, ili kuhakikisha kwamba msimu huu ni msimu wa kwao. Hakuna ambacho kitasalia, hakuna ambacho kitabakia, bali wakiwa wanatengeneza mfumo mpya wa kiutendaji, mfumo ambao utasaidia kutekeleza miundombinu na uhalisia wa klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans. Akizungumza hayo ana